Naam, kuna maswali hapa yamenifikia, na maswali haya nikiangalia aghlab ni katika darasa yangu. Sema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa nini hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hakika sisi ni umma usiojua kuandika wala kusoma katika hadithi? Katika kuandika na kuhesabu hapo, yaani inamaanisha nini? Anataka kile kinachomaanisha kwa maneno yake aliposema Mtume alayhi salam, inna ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsub. Tulisoma hadithi huko nyuma. Maksudio katika hadithi hii ni ile aghlabia, kwamba si katika jambo la umma huu kutegemea hisabu katika kuingia mwezi wala katika kutoka mwezi. Yani hapa anazungumzia mambo ya mwezi, na ndio maana akasema ash-shahru katika hadithi hiyo, hakadha wa hakadha. Anazungumzia jambo la mwezi, analenga na kukusudia Mtume alayhi salam kwamba umma huu si watu wa kuhesabu katika kuingia mwezi wala si watu wa kuhesabu katika kutoka mwezi, bali mwezi unathibiti katika Uislamu kwa njia ya kuuona au kukamilisha. Yani tofauti kabisa na zile tarehe za mishahara, zile ni hesabu tu. Yaambiwa mwezi wa pili mwisho wa mwezi ni siku 28, yaambiwa hivi, basi watu wote wakawa wanajua kwamba mwezi wa pili mwisho ni tarehe 28. Haiongezeki, mfano haipungui. Yani wao washajiwekea hesabu yao, kwa maana mwezi wao ni hesabu. Lakini je, miezi ya Kiislamu haihitaji hesabu, imma kuonekana imma kutimiza. Kwa hivyo wao miezi yao haihitaji hesabu, ndio maana yake. Na ndio maana yeye mwenyewe Mtume alayhi salam akaweka wazi katika hadithi hiyo uliyoitaja, ash-shahru hakadha wa hakadha, mwezi imma hivi na hivi. Kwa hivyo hapo Mtume alayhi salam anakusudia hisabu katika jambo la kuingia mwezi au hisabu katika jambo la kutoka mwezi. Wallahu aalam. Ama kuhusiana na hesabu zingine, sisi ni wajanja bwana. Tunajua kuhesabu katika mambo ya kidunia haya, tunajua kuhesabu, tunajua kusoma, tunajua sisi katika mambo mengine miongoni mwa mambo ya kidunia huko. Anauliza tena swali la pili, anasema kwa nini tena hadithi inayosema mwenye kufanya hijama na kufanyiwa anafungua, ni kwa sababu gani afungue kwa kufanya hivyo? Yani kufanya hijama na haya ndio tulikuwa tunazungumza. Vitu vingine ni sheria taabudia. Kwa maadamu kuna dalili kwamba amefungua mwenye kufanya na amefungua mwenye kufanyiwa hijama, basi sheria inabakia hivyo. Sio lazima ujue kuna hikima gani, pamoja na kwamba baadhi ya ahlul ilmi wanaeleza kuwa yule mwenye kufanyiwa hijama yule anafungua kwa sababu akitolewa damu basi anapata udhaifu kwenye kiwiliwili. Baadhi ya ahlul ilmi wakaeleza hayo. Na yule mwenye kufanyiwa hijama anafungua kwa sababu ile damu wakati anainyonya, anaivuta, inaweza ikapenya ikaingia huko katika koo lake. Lakini leo kuna vyombo na vifaa vya kitaalamu, haivutwi damu kwa mdomo kama ile hijama ya kizamani. Lakini shahid, nataka kusema kuwa baadhi ya ahkam si lazima ujue hikima yake, maadamu ni jambo la dini, kuna maandiko, kuna dalili, tosheka na hilo. Na haya nilikuwa ninayaeleza si muda mrefu katika hadithi ya Muadha bintu Abdillah alipouliza kumuuliza mama Aisha radhiyallahu anha. Swali jingine anasema, mfano mtu amefunga na muda wa karibia kufungua, lakini bado halijazama jua vizuri, akahisi kuingia katika mzunguko wake na ghafla jua likazama. Je, hiyo saumu yake inafaa au atapaswa kulipa
Haya tumeyazungumza, na nadhani swali hili limeandikwa kabla ya darsa hii, nadhani hivyo. Nimesema hivi, narudia sasa. Hiyo kauli yako karibia najua kuzama, karibia bado halijazama. Nimesema hata kama visekunde vichache vyenye kumulika hivi, ghafla jambo limeharibika, jua lijazama kwa dakika chache kabisa, ukaona hali imebadilika, basi unawajibika kwa maelezo kama tulivyosoma hapa, unawajibika kuilipa siku hiyo. Anasema hivi, kwa mtu aliyefunga Ramadhani alafu akawa anafanya kazi ya kuuza chakula, je, somu yake itakuwaje? Somu yake ni sahihi, kwa sababu katika vyenye kufunguza somu sio kuuza chakula, isipokuwa tu wewe utashauriwa acha kuuza chakula mchana wa Ramadhani. Ndio waambiwa hivyo, acha kuuza chakula mchana wa Ramadhani, uza jioni huko. Na ukiacha kitu kwa ajili ya Allah, Allah atakupa badala. Kama ulikuwa unauza chakula mchana, basi akhirisha hilo, tengeneza futari yako wakati wa jioni, fungua ofisi yako ya kuuza hiyo futari. Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea riziki bora kabisa. Man taraka shay'an lillah, mwenye kuacha kitu kwa ajili ya Allah, awadahu Allahu khairan, Allah subhanahu wa ta'ala atampa badala iliyo bora minhu, kuliko hicho alichokiacha. Kwa hivyo acha hiyo kitu ya kuuza chakula mchana wa Ramadhan. Tuishie hapa kwa leo, wallahu aalam.